Kamati ya saa 72 leo hii wanakwenda kutoa maamuzi ya moja kwa moja kufuatia matukio kadha wa kadha ambayo yalijitokeza mchezo wa Kariakoo Derby, mchezo baina ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba waliokuwa nyumbani wakinyukana dhidi ya Young Africans. Mchezo huo uliibua gumzo kubwa na kuteka hisia za watu wengi kufuatia matukio kadha wa kadha ambayo yalionekana kuwa na utata wa aina yake na majibu yake akiwa yanahitajika kufahamika na kujulikana kupitia katika upande huo. Kikosi cha Young Africans wanayo nafasi kubwa ya kufanya vizuri, kufanya makubwa ili kuhakikisha kwamba wanautoa bingwa NBC Premier League, na sehemu ya yote hayo mechi ya Kariakoo Derby walifanya tukio ambalo halijawahi kufanyika tangu kuanzishwa kwa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara kwa kipindi haswa kwa hivi karibuni. Matukio ya namna hii yamekuwepo, lakini tukio la Yanga walilofanya lilikuwa ni tukio la kuweza kushangaza ulimwengu. Tukio la Yanga ambalo wao moja kwa moja adhabu inawagusa na kuwahusu moja kwa moja. Tukio hili limeibua gumzo kubwa upande wa kamati ya saa 72, wakawa wao ndio wanasubiriwa kwa hamu kubwa kuweza kutoa majibu ya moja kwa moja. Tumeshuhudia rais wa TFF ndugu Wallace Karia akizungumza kwa kina zaidi kufuatia tukio hili. Tumekuja kutazama upande wa mwamba wa juu kabisa anayejulikana kwa jina la mwamba wa juu kabisa, rais wa TFF ndugu Wallace Karia akilizungumzia kwa kina tukio hili, lakini tumetazama pia upande wa Karim Boimanda ambaye huyu ni msemaji wa bodi ya ligi kuu ya soka ya Tanzania bara akilizungumzia tukio hili ya kwamba Yanga wanastahili kupewa adhabu kali mno ambayo itakuwa ni fundisho kwa timu nyingine ambazo zitakuwa zinahitaji kufanya tukio hili. Kitendo cha Yanga walichokifanya kiukweli sio kitendo cha kiwana michezo. Ni kitendo ambacho kinapaswa kupingwa na kukemewa vikali zaidi. Ilikuwa ni wakati ambao Yanga waligomea au walisusia kuingia katika vyumba vya kubadilishia nguo kwa maana ya dressing room, na walichokifanya waliingia kwenye nyumba ya jirani, yani nyumba ambayo ipo karibu na uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, ndiko wakabadilishia nguo na kufanya mambo yao kadha wa kadha, wakati ambao walisusia kuingia katika upande wa dressing room. So tukio hili ni moja ya tukio ambalo Yanga alivunja kanuni, na watu wengi wanasema Yanga akatwe pointi 3 kwa sababu yeye aliyafanya yote hayo akiwa katika sehemu ya kutafuta alama 3, lakini ilikuwa fundisho inapaswa Yanga akatwe alama 3. Hayo ni maoni ya wadau ambayo wamekuwa wakiyatoa, kwa sababu wanasema hii inaweza ikawa ni fundisho, itafikia hatua timu nyingine au wao wenyewe tena Yanga wanarudia kufanya kosa la namna hii wakijua ya kwamba ili kosa watapewa adhabu tu ya kawaida. Yani Yanga watapewa adhabu rete ya kufungiwa, watapewa adhabu ya kutoa pesa na hiyo pesa wanatoa. So wengi wanasema Yanga afungiwe michezo kadhaa ili asiwahi kurudia kufanya kosa la namna hii katika upande huo. Jambo hili limeibua gumzo kubwa la kila mmoja analitolea maoni yake na ametoa mtazamo wake kufuatia kila ambacho anakitazama kama sehemu ya uhitaji mkubwa na mengi makubwa ambayo tayari yamekuepo, na haya ambayo tayari tumekuwa tunayashuhudia katika ufanisi na ubora wa makubwa na mengi ambayo tayari yamekuepo katika sehemu moja au sehemu nyingine zaidi. So majibu ya moja kwa moja tayari yapo wazi na kila mmoja thibitisha na kuweka wazi zaidi aina ya kitendo ambacho Young Africans yanaweza kuonekana kama sehemu inaonekana kama sehemu ya mtaji mkubwa, na kila mmoja kuhakikisha kwamba anafanya vizuri na kutimiza kile ambacho chenye wao wanahitaji kufanya kupitia katika upande. So hiyo ni moja ya taarifa muhimu zaidi ambayo ipo wazi kufuatia haya mambo makubwa ambayo yanazidi kutukuka kupitia katika upande wa kamati ya saa 72. So kamati ya saa 72 leo mchana ndio tunashuhudia wanatoa majibu na hatma ya kitendo hichi ambacho Yanga walikifanya. Je, Yanga anapokonywa alama 3
hayo majibu kamati ya saa 72 watakuja nayo. Je, faini ya Yanga itakuwa ni faini ya kitofauti kwa sababu wamevunja kanuni ya kukusudia wakijua kwamba kuna kiwango fulani cha pesa watakwenda kupigwa. So upande huu kamati inahitaji kutoa majibu na kuweza kutoa adhabu ambayo itakuwa ni adhabu ya kitofauti tofauti na wengi ambao wametarajia kuwa katika upande huo, kamati ikidai ya kwamba hichi ambacho wanahitaji kufanya awamu hii, wanahitaji kukomesha matukio ya namna hii, matukio ambayo yanaufanya mpira wa Tanzania bado kuwa katika sehemu ya chini kufuatia matukio ya namna hii ambayo yamekuepo na haya ambayo yamezidi kuepo kupitia katika upande wa Red Sweat and See. Majibu ya kamati ya saa 72 yanakwenda kufanya nini, lakini pia watakwenda kutoa mstakabali hata Yanga tukio alilolifanya moja ya benchi la ufundi, kiongozi mmoja akionekana kumwaga maji uwanjani, lakini pia tukio jingine ambalo linatolewa ufafanuzi na majibu ya moja kwa moja ni meneja wa Yanga Walter Harrison, vita yake pamoja na Chama baada ya Chama kuingia nje kwenda kurusha mpira. Meneja wa Yanga akaweza kumsukuma na Chama pia akaweza kumrudishia msukumo mwingine, ikaonekana kuibuka ugomvi katika upande huo. Sasa kamati naro pia tukio hilo wanakwenda kutoa majibu ya moja kwa moja, lakini adhabu kali zaidi ambayo inasubiriwa ni adhabu ambayo pia nao Yanga wanaisubiri kwa hamu kubwa ili waone ni kitu gani ambacho kinakwenda kutokea upande wao. Je, Yanga anapokwa alama 3 moja kwa moja itakwenda kufahamika kufuatia majibu ya kamati ya saa 72. Maoni yako ni muhimu, lakini pia usahau kusubscribe. Hii ni